Kwa airport ya Kigoma na tumekuja kumpokea Mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo. Amewasili kwa ajili ya kutoa burudani baadaye kwa wananchi wake wa Kigoma mjini. Karibu sana Kigoma bwana. Kwa mimi ndo niwakaribisha wenyewe kwa sababu nyenye ndo mmefika kwenye utawala. All in all, nimefika Kigoma kwa ajili ya kuhakikisha tunamsapoti Nandy kwenye tamasha lake la Nandy Festival leo, na kiuhalisia sisi kama viongozi ambao tumechaguliwa na wananchi katika jimbo hili ni vyema tukashirikiana na wadau wote ambao wanaleta riziki kwenye mji wetu. Huwezi kuwa mtu amekuletea watu zaidi ya 200 ambao watalala, watakula, wataenjoy hapa, wataleta mzunguko wa pesa hapa, force msupport. Unakuwa sio kiongozi. Kwa mimi kama kiongozi nje tu ya kumsupport kawaida, lakini pia lazima tutakiwasha pale kwa sababu kwanza nimemiss Mike, kwa hiyo sina namna yoyote ya kuiepuka Mike. Kwa naamini tutakuwa tuko pamoja, na nashukuru waandishi wa habari wote mmefika hapa. Nilikuwa nimewamisi sana Roger Mastori, ndugu yangu Rick Media, 7 Media mmefika jana. Uko vizuri, Mungu ni mwema, na media zote ambazo zimekuja kumsupport Nandy tunawakaribisha sana, na tuko tayari kwa ajili ya burudani leo pale Mwanga Community Center. Okay, Baba Levo, kwa maana hiyo unaniambia kwamba wananchi leo wa Kigoma mjini wategemee burudani kutoka kwako na utakwenda kuperform, sio? Kidogo sana kwa sababu pumzi sina. Mbona bana, pumzi zangu za moto nimeshazipeleka bungeni. Kwa huku kilichobakia huku ni mambo mengine tu madogo na vitu vingine. Burudani itakuwepo. Nimemwona ndugu yangu mtu wa maana kabisa. Upo tajiri. Kufurahisha na kazi yako. Baba Levo, na imani pia matamasha kama haya yanavyokuja sehemu kama Kigoma hapa, na imani ni fursa kubwa sana kwa vijana. Kama mbunge na ambaye pia unapenda maendeleo, labda hii vijana wa Kigoma mjini waichukulie kama fursa kiasi gani? Kwa watu wa Kigoma, kwanza ndio maana matamasha yanakuja. Ni lazima kwa namna moja au nyingine tujae, pia tuoneshe vibe, ili matamasha mengine tukiyashawishi kwa maana twende Kigoma, wakiangalia zile video wavutiwe kwa maana Kigoma ukienda kuna vibe, watu wanajaa. Alafu kiingilio cha kawaida tu shilingi 5,000 ni kiingilio ambacho kwa watu wa Kigoma wanakimudu, watu wanapenda burudani. Kwa mimi naamini kwamba show itakuwa nzuri, na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha burudani inaendelea. Thank you. Moja kati ya kitu Baba Levo ambacho ulikipigania sana na ulikiomba sana au uliwaahidi sana wananchi wa Kigoma kwenye kampeni ni kuwaletea burudani. Na uliahidi kuleta festival tofauti kwa mwezi Nandy Festival, Wasa Festival na matamasha mengine. Wewe kama mbunge tayari umeshaandaa mipango labda kuwa na festival yenu yenyewe Kigoma ambayo itakutanisha wasanii tofauti kutokea Dar es Salaam na sehemu zingine? Yes, tunayo idea ya kutengeneza kitu kinaitwa Kigoma Festival. Okay. Kwa hiyo tuna uhakika 100% tukishamaliza ujenzi wa studio, kwa sababu plani ni kujenga studio hapa Kigoma mjini ambayo itakuwa ina combine wasanii wa muziki wa kawaida, bongo flavor, tunasema injili, kushuti video na vitu vingine. So katika uzinduzi huo ndo tutazindua na hiyo festival. Kwa sababu ni studio ya hela nyingi, kwa hiyo sina mapepe nayo. Naenda nayo taratibu. Ni studio ya hela nyingi, inahitaji zaidi ya milioni 600 katika uwekezaji, kwa sababu hatupangi, tunanunua nyumba, tunavunja, tunaitengeneza vizuri tunavyotaka sisi. Kwa tafsiri hiyo sitaki kuwa na mapepe nayo, na mpaka namaliza miaka yangu 5 tayari nitakuwa na studio na tayari nitakuwa na kitu kinaitwa Kigoma Festival, ambayo itakuwa inahusisha wasanii wote kwanza waliozaliwa Kigoma, lakini na marafiki zao. Sasa mnamjua kama mtu, marafiki zangu mimi unawajua. Ndio akina Lukuga, akina nani. Jana tulikuwa Kigirizi Baba Levo. Binafsi alisimama pale, alikusifia sana by the way, aliangalia the way jinsi ambavyo mji umejengeka. Nandy pia alisimama kusifia. Kilichowashangaza watu wengi ambao labda pengine walikusikia jana wamefika leo Kigoma labda ni mrundi na nini, ilikuwa ni ile shangwe. Baba Levo, umetengeneza nini baina yako wewe na wananchi wako? Hao watu wananijua, yani wewe ukija kwa hao watu ni watu wananijua, kwa hiyo yani wewe ukiwatajia huyu mtu anamjua tangu mtoto, tangu mdogo. Kwa ukiwatajia ndugu yao mwenye mafanikio wanasikia raha sana. Ni kama mtaje Messi Argentina. So bana, ukimtaja Messi Argentina, so na Argentina wanafurahia. Hawa watu tumekuwa pamoja, tumehangaika pamoja, na wameona kama ni mtu ambaye unapata mafanikio hauwadharau. Wapo watu ambao ni hapa wamekuwa hapa, lakini ukipata kidogo anataka kuwaona watu ni wajinga, anataka kuona watu ni wahovyo. Sasa mwisho wa siku kinachotokea ile love inapotea. Mimi nimeweza ku maintain
love, kwa sababu mimi nawaheshimu sana watu wa Kigoma pamoja na mafanikio niliokuwa nayo, riziki kubwa niliokuwa nayo, lakini naamini kwamba na mimi kuna wengine naweza nikawanyanyua na wenyewe wakapata riziki kubwa, so imekaa hivyo. Ningependa kufahamu kidogo, una kofia 2 mpaka sasa hivi, lakini kofia kubwa zaidi ya kuwa mbunge wa Kigoma mjini, lakini pia ni msanii wa muziki wa Bongo Flava. Kuna namna fulani inakulimit wewe, lakini pia nataka nifahamu unawezaje kutofautisha hizi kofia? Kuna muda mtu anakuataki kama Baba Levo, lakini mbaya zaidi hilo jina la Baba Levo pia ni jina lako official. Kuna namna unataka kutumia mamlaka ya ubunge uliokuwa nayo kwenye bato na hawa wasanii, mfano tumeona sometimes unakuwa mara na Harmonize, mara unamjibu mtu hivi mara hivi. Kwanza kuwa mbunge kukufanya uwe juu ya sheria. Kwa hiyo ukiwa mbunge bado unatakiwa kufuata sheria za nchi na taratibu zingine zote za nchi. Na kama hata mtu mimi nikimtukana, na yeye ana haki ya kwenda kunishtaki. Ubunge hauzuie kwenda kunishtaki. Kwa hata mimi ukinitukana, ubunge wangu haunizuii kukushtaki. Kama nikikushtaki utasema ati katumia ubunge, hapana. Kiuhalisia sisi wote tuko katika sufuria moja. Sufuria ambalo liko linaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Ukivunja sheria utashtakiwa kisheria. Mimi nikitoa maoni yangu na wewe toa maoni yako bila kukuvunjia dalili, kukutukana na mimi usitukane basi. Alichokisema Ricky yani anamaanisha kwamba kwa level of fikia na legacy ambayo tayari umeshaiweka Kigoma. Sasa umeona hizo level hizo ndio ambazo zinasababishaga love inapotea kwa watu wa Kigoma na wa Tanzania. Hiyo level, yani ukishaanza kujifanya mimi level yangu ni wapi? Lakini level gani? Mbunge unatakiwa kujibu. Kwa nini usijibu? Unajibu katika kofia uchawa. Hapana bwana, mimi sikia ngombe kitu kimoja. In good tu ni kwamba ubunge haubadilishi maisha. Kwamba ndio sasa uone maisha yako sasa hao wengine wote ni mbwa, wewe ndio kila kitu, hapana. Mimi naamini kuna watu wako hapa Kigoma wana akili kubwa kunizidi, wana uwezo mkubwa kunizidi, wana uwezo mkubwa kufikiria kunizidi. Kwa hiyo mimi naheshimu watu wa Kigoma kwa nguvu zangu zote, na naamini heshima na wapa ndio inasababisha love inarudi kwangu. Kwa hiyo kwa mfano kuwa mbunge kunifanya mimi nisimshabikie Diamond Platnumz, akunifanyi. Lakini pia sasa umeshakuwa mbunge, sasa wewe na Diamond sasa kuanzia leo usimshabikie. Jana tu nilikuwa sina kitu, nikamwomba Diamond akanitumia milioni 5. Jana. Bado unapiga kizika kwa Lukuga? Kwa Lukuga na si mzee wangu. Sijavuka, umeona hiyo kuvuka. Hiyo kuvuka ndio siitaki. Nimemtupigia simu nikamwambia mzee wangu niko hoi, akaniambia naenda Morocco, mwambie Fumbu akupe milioni 5. Usife na njaa mtoto wangu. Sawa, leo Baba Levo. Diamond, sasa wewe unataka eti afu mtu uje umsemeseme. Baba Levo leo atasimama kwenye jukwaa la Nandi Festival kama kiongozi au kama msanii? Mimi kama kiongozi na msanii pia. Kofia zote mbili zipo. Taimba. Lazima utaimba. Naimba kwenye naneli zangu, mikutano yangu nitaacha kuimba kwa Nandi kumsupport. Baba Levo kapumzike mzee wangu. Bana, mimi nashukuru sana, all in all tuko pamoja. Tulikuwa tumeplan kutengeneza kitu kama maandamano ya pikipiki, lakini tumeyacancel kutokana na tangazo la Mheshimiwa Waziri. Kiuhalisia hatutaki kuonesha kama bado sisi kama Chama cha Mapinduzi bado tunaendeleza yale ambayo wamekatazwa watu wengine. Sijui kama umenielewa vizuri. Kwa hiyo all in all twendeni. Tamasha la Nandi ni la kiburudani, sio la kisiasa. Kwa tutaenda pale kwa ajili ya burudani, lakini haya mambo mengine tutaweka kando. Shukrani sana. Tuko pamoja sana.